Wazazi tuongeeni. Muda mwingi tunakuwa tuna watoto wetu, tunasema tunatamani wapate wakwe, waoe. Mwana wako akija kukwambia matatizo ya mtoto wako, msikilize kwa sikio la mwanamke mwenzangu anaongelea kuhusu mume wake. Familia za watoto wenu, kwa sababu yule mwanamke akija kukwambia matatizo, unaanza kusema anamuonea mtoto wangu, hapo na tabia hiyo, hapo ni nyumbani kwako, yule alikuwa ni mtoto wako, huku ni mume. Kama unaletewa matatizo ya mwanamke mwenzio, amekutana na huyu mwanaume hapa, na hizi ni changamoto. Tengeneza mtoto wako, ulimlea kwa ajili yako, hukumlea kwa ajili ya watu wengine. Nilimlea mtoto wangu kwa ajili ya huyu mwanamke. Tafakari, chukua hatua, au sio? Shosti, tusemezane. Wazazi tuongeeni. Muda mwingi tunakuwa tuna watoto wetu, tunasema tunatamani wapate wakwe, waoe, waolewe na kadhalika. Lakini kuna kitu ambacho, kuna siku nilikuwa naongea na mamangu, nikaa namwambia, alafu saizi kime click back, inabidi tu nishare na nini. Naamini kitakusaidia. Nilikuwa namwambia kwamba muda mwingi tunavyokuwa tunapata wakwe kwenye familia, mfano una mtoto wako wa kiume alafu akaoa, muda mwingi wazazi wengi wakipata malalamiko kutoka kwa wakawana wao, wanawatetea watoto wao kwa sababu bado wanakuwa na tafsiri ya mtoto wake bado ni mtoto. Namba moja. Namba mbili, wanashindwa kujua kwamba kuna tabia ambazo wakawana wanazi experience kwa mtoto wake, kwa sababu hizo tabia yeye kule ni mume, sio mtoto. Naomba nieleweke hivi. Mkamwana wako akija kukwambia matatizo ya mtoto wako, msikilize kwa sikio la mwanamke mwenzangu anaongelea kuhusu mume wake wa ndoa. Kisha utagundua kumbe tabia nyingi za mtoto wako ambazo ulikuwa huzijui, mkamwana wako anazijua. Vitu ambavyo wewe hukuwahi kuviona, mkamwana wako ameviona. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wewe umemexperience mtoto wako kwenye malezi ya utoto. Mkamwana wako amemexperience yule mtoto wako kama mume, sio mtoto. Kwa hiyo kuna behaviors au tabia ambazo wewe hawezi kukuonyesha kwa sababu wewe ni mama na yule ni mke. Na watu wengi mmevunja familia za watoto wenu kwa sababu yule mwanamke akija kukwambia matatizo, unaanza kusema anamuonea mtoto wangu, sio anafanyaje. Sio anamuonea mtoto wako. Sio anamuonea mtoto wako. Ni wewe umeshindwa kutofautisha kati ya mkamwana na wewe. Yaani umeshindwa kumtofautisha mtoto wako kwamba haya malalamiko ninaletewa malalamiko ya mume wa mtu. Siletewi malalamiko ya malezi yangu. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke anakuja anakuambia, mama, unajua mtoto wako huyu anachelewa sana kurudi. Utasema, mtoto wangu hakuwa na tabia hiyo. Hakuwa na tabia hiyo, hapo ni nyumbani kwako. Yule alikuwa ni mtoto wako, huku ni mume. Mtoto wangu alikuwa, mama, unajua mtoto wako ni mvivu wa fua. Yaani mtoto wangu anajua kufua. Sawa, alikuwa anafua kwa sababu wewe hukuwa mke wake, huku afui kwa mke wake. Sio, umenielewa sio? Kwa hiyo ukiletewa matatizo na wakamwana wenu, jamani, wake za watoto wenu, msiyabebe kama mnaletewa matatizo ya watoto wenu, bali uyabebe kama unaletewa matatizo ya mwanamke mwenzio. Amekutana na huyu mwanaume hapa, na hizi ni changamoto zake. Scenario number 1. Scenario number 2. Malezi yale ya yule mtoto wako uliokuwa unamlea wa kiume nyumbani kwako ndio yanaenda ndo mbegu ulioipanda kwa wakamwana. Yaani, kama ulimlea mtoto wako anakuwa responsible, anaweza kufanya maamuzi, anaweza kufanya 1 2 3 bila kumsaidia, akifika kule ndio hicho atakachokifanya kwa wakawana. Umeelewa sio? Kwa hiyo pia malezi yale ambayo unakuja kuambiwa tabia za mtoto wako wa kiume ni reflection ya mbegu ulioipanda. Kwa hiyo ukiwa unaletewa matatizo, badala ya kumlaumu huyu mwanamke hamuelewi mtoto wako, unatakiwa urudi nyuma ujiulize, kwani mimi nilimleaje mtoto wangu huyu wa kiume kuhusu mke? Kwa sababu unaweza ukajikuta wewe unasema wakawana hawapendi mtoto wangu, sio kitu gani? Kumbe sio hivyo. Kumbe wewe ulivyomtengeneza mtoto wako, ulimlea kwa ajili yako, hukumlea kwa ajili ya watu wengine.
Umemlea kwa kumdekeza, umemlea kwa kumbeba moyoni mwako, umemlelea kwa kumdefend, umemlea hivyo. Kwa hiyo ile hulka uliomtengenezea sasa hukumlea kwa ajili ya watu wengine, kwamba huku anatakiwa ajitegemee, huku anatakiwa awajibike, huku anatakiwa wewe kumlea hivyo. Wewe ulimlea azifu kwamba ni yai ambalo haliwezi kupasuka. Sasa inapofika linatakiwa litotolewe, ambalo ni kubeba majukumu, ambalo linatakiwa awe baba wa familia, ambalo anatakiwa awe mume, ambalo anatakiwa akumbuke kwamba anatakiwa hela yake sio yake tena, ni hela ya familia, asiwe mbinafsi, asikilizwe, awe na sauti ya kiume. Vyote hivyo hukuwahi kumfundisha. Kwa hiyo ukiwa unaletewa matatizo au bado kama unaendelea kulea mtoto wa kiume, hakikisha unamlea mtoto kwenye ngazi ya kwamba humlei kwa ajili yako, unamlea kwa ajili ya watu. Means what? Means hayo unayoyaona kama ni udhaifu wa huyo mwanamke mwenzio ambaye ni mwanamke. Nikisema mwanamke mwenzio inamaanisha huyo mwanamke ambaye anakuja kuolewa kwenye familia yako, ni kwa sababu ya ulichomlea mtoto wako kiume. Yes, kwa hiyo wazazi wenzangu wenye watoto wa kiume ambao tunatamani sana, tunaletewaga matatizo na kujiona, tunaona kama tulipatia sana kwenye malezi. Siku nyingine tukiletewa matatizo na wakamwana wetu, kwanza jiulize, nilimlea mtoto wangu kwa ajili ya huyu mwanamke? Namba 1. Yes. Namba 2. Haya ninayoambiwa mimi ningekuwa huyu mwanamke ningeyavumilia? Umeelewa? Kwa sababu ukishajua hivyo utajua namna ya kudeal na unayoletewa, kuliko kulaumu, kuliko kushutumu, bali utajua kwamba kuna ulaki ni sehemu na inabidi nifanye 1, 2, 3. Yakija yaje na kuyapokea kama yule ni mwanamke mwenzio anakuelezea matatizo ya mumeo wa ndoa. Kwa ukiwa unayasuluhisha, huyasuluhishi kwa kuegemea upande ambao mimi nimemlea huyu. Hapana, unasuluhisha kwamba haya ni matatizo ya mwanamke mwenzangu. Sisemi umkandamize mtoto wako, nasema uelewe kwamba utofautishe kati ya malezi uliomlea na ujue haya malezi uliomlea ndo ya matunda haya kwa huyu anaingia kwenye mji wako. Tafakari, chukua hatua, au sio? Shosti, tusemezane.